nasi tuko tayari, ni katika jina la Yesu. Praise Mungu, bariki sana. Kama mtaweza kushuka na maiki pia itapendeza. Amina. Bwana Yesu asifiwe. Ni mwaka wa urejesho. Ni mwaka, kuna wengine wamesahau. Ni mwaka wa urejesho. Kwa hiyo kaa mkao wa kurejeshewa. Amina. Asubuhi ya leo nilikuwa natamani sana Mungu atusaidie kufungua macho yetu. Mungu atusaidie kuona tena. Amina. Macho Mungu aliyotupa yana uwezo wa kuona haya ya kibinadamu, na Mungu aliyaweka hapa kwa makusudi ili tuweze kuona hapa na pale na pale. Haleluya. Lakini nitazungumzia zaidi kuhusu macho ya rohoni. Kama Mkristo ni haki yako kuona. Kama Mkristo ni lazima uone. Unajua kuna nyakati ambazo zinakuwa ngumu kwenye maisha yetu, na kama mwanadamu unaweza ukawa unajiuliza ni kwa nini napitia haya, na ndani ya moyo wako unatamani kujua kwa nini napitia haya, si ndio? Sasa namna pekee ambayo Roho Mtakatifu anaweza kukusaidia ni kwa kuwa macho yako yanaona. Kuona shida wapi ilipoanzia, shida wapi ilipotokea, na nini kifanyike. Tukiyakosa haya macho, itakuwa ngumu sana kuona. Na Mungu anataka tuone. Niazime tu sikio lako la rohoni. Wangapi walikuwa wanaona maono sasa hivi hawaoni? Unaweza kujua nini kimetokea? Umewahi kujiuliza kwa nini huoni tena? Inatakiwa ikusumbue. Usitulie ukarelax kwamba nilikuwa naona vitu. Nilikuwa naona. Isibaki nilikuwa naona. Inatakiwa uone.
Ninakumbuka wakati niko mdogo kabisa, Roho Mtakatifu akanikumbusha nikiwa kwenye umri wa miaka 7, 8. Tulikuwa tunaishi kwenye mazingira ambayo niseme sio rafiki. Eneo lile lilikuwa limezungukwa na wachawi. Nikisema wachawi sio wale tu wa vidogo, hapana, ni wale wa si unajua kwenye uchawi kuna level. Lile eneo lilikuwa limezungukwa na wachawi wengi sana, lakini katika huo umri mdogo Bwana macho yangu alinipa kuwaona na kuwajua. Unajua unaweza ukaishi na mtu ukiamini huyu ni, na ukiwa mdogo kila mtu kwako ni rafiki, ndio unaweza ukaenda kwake hata kula, unaweza ukaenda kwake ukacheza, moyo wako uko wazi. Lakini Bwana alinisaidia kuyaona matukio anayoyafanya usiku, na ikifika asubuhi nitaenda nyumbani kwao kuwasalimia. Mama, andazi yako tayari? Ninacheza. Ile ilikuwa hapa wajua. Unajua wanajua na wajua, na wao wananijua, tunafahamia. Lakini kuonyesha ndio, haijalishi kuhusu status ya uchawi. Binadamu na nyama ni watu. Kuishi kwenye jamii ya namna hiyo, ni watu ambao tunashirikiana nao kwenye jamii. Na wakati nilikuwa mfuasi, lakini siku ambayo nasema naenda kusuka, naambiwa leo siende. Kwa sisikii. Unaweza kuona namna gani tunaweza kuonewa kwa sababu hatuoni. Ukiona kuna namna utaweza kuishi na kila mtu, Mungu atakupa kukujua, kukusaidia kujua watu katika upekee wao. Mungu atakusaidia kujua nia ya watu ndani ya mioyo yao. Kwa hivyo macho ya roho ni ya muhimu sana sana. Kama haya ya kawaida tu kutembea, mnaona watu wanavyo struggle njiani, anapapasa, wakati mwingine ana fimbo, hajui kama gari inakuja, anapata shida. Vipi rohoni? Ni zaidi. Ulimwengu wa roho ni halisi kuliko tunavyodhani. Hebu mwambie Bwana, fungua macho yangu asubuhi ya leo. Maanisha kabisa, mwambie fungua macho yangu asubuhi ya leo. Kuna vingi ambavyo Bwana anataka kusema na wewe, anataka kukuonyesha, lakini una hofu, unaogopa. Nikiviona itakuwa, nilikuwa naogopa kuona majini. Namwambia Mungu, kama kuna vitu unataka kunionyesha, nionyeshe vinavyohusiana na huko uliko, ila huku chini usinionyeshe. Kwa sababu gani? Hofu.
tumewekewa hofu ya kuogopa adui zetu. Hatutaki kuogopa adui zetu, kwa sababu tunayo nguvu ya kustahili na kustahimili kila nguvu iliyo kinyume na Kristo yako. Kwa unapoonyeshwa usiweweseke, na furahi, kwa sababu ni wachache wanapata hiyo nafasi. Haleluya. Macho yetu yatiwe nuru. Hebu tusome Zaburi ya 121 mstari wa kwanza pale. Zaburi 121 wa kwanza. Nitainua macho yangu nitazame milima. Msaada wangu unatoka wapi? Ndio. Msaada wangu katika Bwana, ndio aliyezifanya mbingu na nchi. Nitainua macho yangu nitazame mlima. Msaada wangu unatoka wapi? Huwezi kuona msaada kusaidia. Muamini Mungu kama hajayafunga hayo macho. Naambiwa tu twende sana, mnavutwa, si ndio? Lakini bado hujaona ukuu wa Mungu. Roho Mtakatifu anapofanyika ndani yako anakupa kumuona katika ukuu wake. Hautaweza kumtegemea mtu zaidi yake. Nasema msaada wangu utatoka kwa nani kama sio kwa Bwana? Manake macho yangu yatamtazama yeye. Roho yangu ikitaka kutafakari na kuangalia uzuri wake. Nitaweza kuona shukurani katika machache Mungu aliyoyafanya. Mambo katika uchache Roho Mtakatifu aliyokusaidia, peleka shukurani. Peleka shukurani, kwa sababu Mungu anajua, ameona, amejua ya kuwa mimi ni Mungu wake, amejua ya kwamba namsaidia, amejua mimi ni msaada wake na wala msaada mwingine zaidi ya mimi. Kwa hiyo hayo ni Kristo. Hebu tuangalie kwenye historia ya Bartimayo, kitabu cha Marko 10. Wakati napata somo la kuhusu macho, naomba nasema, Mungu, inawezekana kuna mahali natakiwa kuona bado sijaona. Na yaombea macho yangu yaone tena, yaone sawa sawa vile Mungu anavyotaka yaone. Nikiwa naombea watu wa Mungu waone sawa sawa vile Mungu anavyotaka waone, macho yakaanza kumaa. Nikasema hiki ni nini? Maanake kuna shida hapo. Haleluya. Umefika pale Marko 10. Yes, fungua Marko 10 mstari 46, anzia hapo. Marko 10 mstari 46. Ndio. Inasema wakafika huko, hata alipokuwa akishika njia kutoka Yeriko pamoja na wanafunzi wake. Ndio. Na mkutano mkuu, mwana wa Bartimayo muombaji kipofu. Naye aliposikia kwa ndio, Daudi, Yesu unirehemu. Na wengi mwana wa Daudi, asema mwiteni. Waita yule kipofu, moyo inuka. Alipa vazi lake, akaruka akamwendea Yesu. Yesu akamjibu, wataka nikufanyie nini? Mwalimu wangu, nataka ni enenda zako, imani yako imekuponya. Mara akapata kuona, akamfuata. Amen. Amen. Kuna kitu hapo sijui kama umekipata wakati anasoma mtu wa Mungu. Ndio maana anasema
linaweza likawa ni neno la mtu mmoja. Huyu Bartimayo alikuwa kati ya kundi. Ni wewe asubuhi ya Yesu akiwa anafundisha akaamua kuelewa sauti aliyokuwa anapiga. Yesu, Mwana wa Daudi, unihurumie. Yesu, Mwana wa Daudi, unihurumie. Hapa tuko zaidi ya watu wangapi? Katikati ya ilifitua wanafunzi anafanya. Usiogope kupiga kelele mbele za Kristo. Hapo ndio kuna uponyaji wako. Endelea kupiga kelele. Yesu, Mwana wa Daudi, unihurumie. Kelele kwa Yesu. Usiangalie mazingira. Unapiga. Unapenda sana kwenda kanisani. Hizo kelele usizisikilize. Umekuwa ni mtu wa sana. Hizo kelele usisikilize. Toka umeokoka umefaidika nini? Hizo kelele usizisikilize. Unajua karibu ni kusema hivyo, mtu wako wa karibu ndiye atakaye kunyamazisha. Usiruhusu kunyamaza. Sijui naongea na mtu. Piga kelele kwa Kristo, maana yeye ndo ana msaada wako. Haijalishi utapiga kelele kwa muda gani, wewe endelea kupiga. Tunao shida ya kupiga kelele kwa sababu hatuoni matokeo, majibu ya haraka tunayoyataka, si ndio? Mungu anasema tunaruka, yaani hatuombei jambo uliona limefikiwa. Leo unaombea biashara, kesho unaombea ugonjwa, kesho unaombea. Bwana anataka ung'ang'ane na hilo jambo mpaka akusikie. Kuwa kama Bartimayo. Sioni, nataka kuona. Yesu alipomsikia akasema mlete. Wanafuka. Wakasha. Lakini viachi. Namsaidia mtu. Tunatakiwa tupende. Uliona Bartimayo na wanafunzi kwa nini wanamnyamazisha? Hawajasikia swali. Kwenye andiko kwamba Bartimayo waligombana kwa sababu wanamnyamazisha. Kwa nini wewe umekunyamazisha?
Kwa nini unawakasirikia watu kwa sababu itatumia mwaka kubali kuviacha. Macho hayawezi kuiwa. Kuna vitu namsaidia mpaka Mungu maana amekuamini. Mtu tunakubali zetu mbaya, tunakubali kwenda njia ya Kristo ili macho yetu yawe wazi. Kuna vitu vingi vinaendelea kwenye maisha ya kila mtu na inaumiza sana unapoona mtu aone, alafu wa pembeni anaona. Hivi unasikia raha nikija kukuambia shida zako kila siku? Baba ile au mambo yako ya furaha, nimeona hiki, nimeona kile, nimeona. Kwa nini wewe mwenyewe uone? Inakusumbua? Inatakiwa kukusumbua. Mimi nikija niwe shahidi wa kwanza. Tayari Roho alishasema. Sijui namsaidia mtu. Mtanisamehe mimi. Inafurahisha sana na inazidi kuongeza yako pale ambapo Roho Mtakatifu anasema na wewe. Mtumishi wa Mungu anapokuja mbele yako akaongea jambo, iwe ni uthibitisho wa kile unachokifahamu. Unajua kwa nini tunaibiwa? Tulisha mzima Roho Mtakatifu ndani yetu, na wameshajua walokole wanapenda kusikia, wanapenda kuambiwa, wanapenda kutabiriwa. Wakapitia mfumo huo huo. Bwana anasema 1, 2, 3. Lakini ina nguvu. Bwana anasema 1, 2, 3 kama taarifa hiyo unayo. Sijui mnaelewa hiyo raha. Yaani unasema hii ni tiki. Hata umeona basi hiyo ni tiki. Lakini ina ukakasi kama atakuwa wa kwanza kukuambia. Ni kweli Mungu anaweza kumtumia, hilo sikatai, hilo sibishi. Lakini kuna yale mambo machache hata binafsi ya kwako, kwa sababu umekosa ushirika na Roho, umeshindwa kupata haki yako. Destiny yako ikageuzwa, ukaanza kuishi vile ambavyo mtu wa Mungu alikwambia. Lakini ungekuwa karibu na Roho Mtakatifu, alikuwa na uwezo wa kukuambia safari yako itakuwaje.
utakaokutana nao njiani wakaongezea ndani ya safari, nini kitaendelea? Sijui namsaidia mtu. Naomba unielewe kidogo. Inawezekana halikuja kwa ajili yako, lakini kuna mtu mmoja kama Batimayo, Bwana anataka kufungua macho yako. Sijui lilikuwa ni ombi lako la muda mrefu, lakini Bwana anataka kufungua macho yako. Ninaelewa maana ya kuwa na macho na yana faida gani. Kuna vitu hautaonewa, mtu wa Mungu. Kuna vitu hautaonewa kabisa. Yaani hata yule tapeli aliyekuja kukutapeli hela ulitakiwa uone. Kwa nini umeibiwa? Haki yako ya msingi haipo. Rejesha mahusiano yako na Roho Mtakatifu. Ule upendo wa kwanza ulioupoteza, tafuta kumjua zaidi. Rudi tena kama Batimayo alivyokuwa anaita, Mwana wa Daudi unirehemu, Mwana wa Daudi unirehemu. Nataka kuona tena. Nataka urejeshe mahusiano yetu kama mwanzo. Nataka kuwa rafiki yako tena. Umesema hautamficha siri rafiki yako. Mimi ni rafiki yako. Ni wapi tulipoteza urafiki wetu? Search, chunguza. Ni wapi nilipoteza urafiki kati yangu mimi na Roho Mtakatifu? Mungu anataka urejeshe urafiki, kwa sababu marafiki zake wote wanaona. Usiwe mfuasi. Wafuasi si mnawajua eh? Ni wakufuata tu, twende Kariakoo tunaenda, leo tuko Magomeni tunaenda, lakini humjui Kristo. Ukimjua Kristo kwa undani wake, anakupa hivyo, ni zawadi tu. Chukua macho, chukua masikio, chukua uponyaji, chukua. Ni pati yako kupokea, kwa sababu una mahusiano naye. Turejeshe mahusiano na Kristo. Turejeshe mahusiano na Kristo. Nazungumza na roho yako, kwa sababu macho haya ni macho ya rohoni, sio haya ya kuangalia. Vitu vingi vinakupita kwa sababu ni kipofu. Unajua shida ya kuwa kipofu? Mwawe kujiuliza? Mwawe kujiuliza? Fursa zinakupita kwa sababu ni kipofu. Uoni. Lakini Bwana anataka uone. Neno hili halijaja bure, limekuja kwa ajili ya mtu mmoja. Na huyo mtu ni mimi na wewe. Haleluya. Andika faida za macho kuwa na nuru. Tutasimamia ile wa Efeso 1:18, tulishaisoma. Faida za macho kuwa na nuru ama kuona. Kwanza, itakusaidia kujua tumaini la wito wa Kristo ndani yako. Tumesoma pale wa Efeso 1:18. Kujua tumaini la mwito wake jinsi ulivyo. Nimemwacha mtu.
Unajua macho yasipoona huwezi kuona faida ya kumuishi Kristo ndani yako. Utaishi tu kama mtu asiyeamini. Lakini macho yako yakiwa wazi, yanakupa kujua hapa umekosea, hapa umeumiza, rejea, omba rehema, kwa sababu antena zako za kiroho ziko wazi. Vipi kama zikifungwa? Maanake ni hasara hiyo, hautaishi kusudi la Kristo. Haleluya. Faida ya pili, utajiri wa utukufu wa urithi wake Kristo. Utajiri wa utukufu wa urithi wake Kristo katika watakatifu. Tarudia. Utajiri wa utukufu wa urithi wake Kristo katika watakatifu. Kuna utajiri mwingi sana ambao Bwana ameuficha. Sijui tunajua hilo? Lakini neema ya kuona inatoka kwa Kristo. Utajiri sio tu kwenye vitu vya rohoni, hata vitu vya mwilini. Namsaidia mtu. Kuna mtu ananiambia hana wazo la biashara, lakini anaye Roho Mtakatifu. Unajua anaweza kukupa wazo, mtumie Roho Mtakatifu. Kabla hujaanza safari yako ya chochote kwenye maisha haya ya dunia, mshirikishe, kwa sababu yeye ndo ana ramani nzima ya maisha yako, na kama rafiki anayekupenda hatamani upotee. Kwa hiyo atakuonyesha njia ya kuiendea sawa sawa na wito wako. Kwa upo utajiri ambao umefichwa ndani ya Kristo, na walio karibu naye huwapatia. Nimezungumzia utajiri wa aina mbili. Utajiri wa vitu vya rohoni. Nikisema vitu vya rohoni mnanielewa? Zungumzia afya, zungumzia uponyaji, zungumzia hayo macho tunayoyazungumza. Zungumzia chochote ambacho Mungu amekiachilia kwa ajili ya watoto wake, kitakuwa sehemu ya maisha yako, na anataka tuvimiliki na kuvitawala. Utajiri wa kimwili. Mungu anaviachilia hivyo vyote ili kazi yake iende sawa. Akupi tu ili uitwe tajiri, tajiri umepoa kama wanadamu wanavyozungumza. Utajiri wake hauna majuto. Anaposema amekubariki, ni hakika amekubariki. Sasa kunayo nafasi ya kutafuta eneo lako la utajiri. Kuna mtu hajanisikia kule nyuma. Nisiwe mimi kuja kukuonyesha wewe eneo lako la utajiri kama wewe hulifahamu. Inataka muda wa kukaa magotini pa Kristo. Mnaweza kusema nimechanganyikiwa, hapana. Roho Mtakatifu ana uwezo wa kuonyesha wapi uguse, wapi penye thamani, wapi penye utajiri. Kama watu wa dunia wanaweza kwenda kwa waganga kuuliza, vipi kuhusu sisi? Ni zaidi.
Usione hasara kupoteza siku yako moja, wiki yako moja kwa ajili ya kuombea jambo lako. Namsaidia mtu? Kaa magotini pa Kristo. Omba. Achana na public speaker wanakudanganya. Formula yote ya maisha yako anayo yeye. Kitu umekifanya kimeshindikana, haukuanza naye. Mwambie Mungu, nisamee, sikuanza na wewe katika hili. Narudi tena upya. Naomba unionyeshe njia ya kuiendea. Kuna mtu atakuja na shuhuda hapa. Bwana atafungua macho yako kuona utajiri aliyouficha kwa ajili yako. Ataweza kuonyesha password ya wapi pa kugusa ili wewe utoboe. Unajua, kwenye maisha kuna muda unajiangalia, unajitazama katika udogo wako na mambo mengi uliopitia. Kuna namna wewe mwenyewe unajikatisha tamaa. Kuna sauti huko ndani inakwambia haiwezekani. Haiwezekani, si ndio? Wote tumepitia hilo. Lakini Kristo akiwa ndani yako, hebu tupeleke yale maumivu yetu, fadhaa zetu, mawazo yetu, kufikiri kwetu, vitu vilivyotuchosha, vitu vilivyotusumbua, hebu tumpatie mizigo yetu. Alafu tuone kama hatafanya. Lazima atafanya. Kwa sababu yeye hasemi uongo. Usiwe na haraka kwenye uwepo wa Mungu. Usiwe na haraka kwenye jambo unalolitafuta ili Bwana akupe majibu ya hilo jambo. Tulia hapo magotini. Naamini unasaidika. Naamini unasaidika, si ndio? Macho yataweza kukupa kuona mkono wa Bwana. Umeandika hiyo? Macho yako yakiwa wazi yataweza kukusaidia kuona mkono wa Mungu. Kuna vitu Mungu anafanya alafu hatujui kama ni Mungu anafanya. Hiyo nayo ni shida nyingine. Unaamini kama umepona kwa sababu ya dawa zako. Unaamini umefanikiwa kwa sababu ya juhudi zako. Unaamini umefanya vizuri shuleni kwa sababu ya akili zako. Umemtoa Kristo kwenye nafasi yake. Kila ambacho kitapita kwenye maisha yako, macho yako yakiwa wazi, utasema huyu ni Kristo. Wala si kwa ujanja wangu, wala si kwa elimu yangu, wala si kwa experience. Sijui watu nilofahamiana nao, wameniconnect, wamenipa connection. Atakuwa ni Kristo, 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 Kristo. Ndivyo hivyo Yesu anataka tuishi. Hata kusimama hapa ni Kristo. Hata mimi kuongea na wewe ni Kristo. Sina maneno mazuri ya kukuambia, lakini ameweka hayo machache. Ni Kristo. Tukimtoa Kristo kwenye maisha yetu, sisi si kitu tena. Tutapotea. Kwa hiyo jicho litakupa kujua kila jambo linalotokea kwenye maisha yako ni Kristo. Maana yake utaweza kumacknowledge kwenye kila hatua. Kuacknowledge ni nini kwa Kiswahili? Utaweza kutambua. Haleluya. Andika nyingine. Utaweza kujitazama vile Kristo anavyokutazama.
macho haya yakifunuliwa, utaweza kujitazama vile Kristo anavyokutazama. Unajua ukuu wa mtu haitaki watu wakwambie wewe ni mkuu. Ndani yako kunatakiwa kuseme wewe ni mkuu. Sasa kama hutaweza kuona hivyo, maanake kuna shida. Nani ameiba ukuu ndani yako? Sasa kwa sababu umeshajijua mkuu, basi uishi kikuu. Sasa uanze kutukanyaga? Hapana. 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 Unatakiwa uwe, natafuta hilo neno kwa Kiswahili, giant. Ndio mkuu. Mkubwa. Yes. Uko ndani wewe ni mkubwa. Ndani. Sio nje. Ndani ni mkubwa. Una uwezo wa kupambana na chochote. Sasa kama Kristo anakuona wewe ni mkuu na ndani yako unajiona ni mdogo, vitu utachelewa. Kuna vita unatakiwa upigane, hautashinda kwa sababu unajiona mdogo. Wakati Yeremia anaitwa na Bwana, alijiona mdogo. Inawezekana ni mimi na wewe leo. Mimi ni mdogo. Hata Musa alisema mimi ni mdogo, siwezi kuongea, nina kigugumizi. Sababu ni nyingi, asituko tayari. Lakini ndani yako Bwana anaona wewe ni giant. Una uwezo wa kupambana na vitu vikubwa. Sasa mpambanaji akianza kuweka hofu, kuna kushinda vita hapo? Huwezi kushinda vita. Majianti hawaogopi. Majianti hawaogopi. Hawana hofu ya chochote. Chochote kinachokuja mbele yao anasema hichi naweza kukimudu. Ndivyo hivyo Kristo anataka ujione, kwa sababu unazo silaha zote za kumwangamiza adui. Na adui sio mtu jamani. Adui ni shetani, mapepo wabaya, wakuu wa giza. Hao ndo adui zetu, wanafanya kazi ndani ya watu. Kama ambavyo Roho anafanya kazi ndani ya watu na shetani anafanya kazi ndani ya watu. Usichukie watu, chukia roho zinazofanya kazi ndani yao. Hiyo itakusaidia kuwapenda watu wote. Nilikutolea mfano wakati niko mdogo. Sikuambiwa niwachukie kwa sababu ni wachawi. Tutakutana wapi? Hapo ndo tutajua sasa mimi na wewe nani. Na kumalizia ule ushuhuda, wale wachawi wote waliondoka kwenye ile eneo. Inamaanisha walikufa katika mwili na damu, mmoja baada ya mwingine, kwa sababu walikuwa wanatesa ile jamii. Na neno la Mungu linasema usiache. Sasa sio ndo uondoke uende kumwambia na utakufa. Watakumaliza kama hujapewa hiyo assignment. Nimeongea hapa, nimekumbushwa kitu. Usiingie vita ambayo hujaambiwa uingie. Don't. Tutakuzika. Usisubutu. Kwa sababu kila vita ina neema yake. Na Mungu anakuwa amekuvika purposely kwa ajili ya hiyo vita. Sasa unapojiingiza hawakufahamu, wakikuangalia kwenye renki wanakuona bado. Vaa silaha za vita. Mwambie Mungu, apeua macho yangu
mahusiano yako rejesha. Zaidi unapozidi kumsogelea Mungu, anakupandisha viwango. Usirizike tu na hicho kiwango kidogo, hapana. Na zaidi na zaidi na zaidi na zaidi na zaidi na zaidi, mpaka Mungu akuamini kwa ajili ya dunia. Sijui tunaelewa? Kwa hiyo tujione vile Kristo ambavyo anatuona. Kama Yesu aliweza kumuona Petro akiwa mvuvi, si ndio? Si alikuwa mvuvi kama mimi na wewe tunaweza tukawa wavuvi. Lakini hakuona uvuvi, aliona wanafunzi. Aliona giant la imani. Aliona huyu ataishikilia injili kweli kweli, na itafika mpaka miisho ya dunia. Kama aliweza kumuona Yeremia ni nabii wa mataifa, yeye anajiona mdogo, lakini Bwana alimuona nani? Nabii wa mataifa. Kama Yesu mwenyewe, mtoto wa fundi seremala, si ndio? Familia duni tunaweza kusema, lakini baba aliyepo juu alisema, huyu ndiye mwanangu niliyependezwa naye. Kama Bwana anakuona katika ukubwa huu, na wewe unajiona katika udogo sana, unapoteza haki yako. Usikubali kubaki hapo. Jione vile Kristo alivyo. Unalo kusudi kubwa ndani yako. Kama bado hujalifahamu, tafuta muda wa kukaa, bado hujachelewa. Wakati mwingine sijui nielewa au ndo kupigwa utaji. Unapata nafasi kabisa, lakini hauitumii kwa ajili ya kutaka kujua wewe ni nani. Muda unazidi kwenda, umri unazidi kusogea, kusudi unakuwa bado hujaliishi. Tusifikie kwenye ninge, naumiza likusumbue. Naongea na nafsi za watu hapa wanaonisikiliza, na wanalo jambo anataka kufanya. Pata muda kupitia mama yako ukazaliwa. Ulikuja duniani kufanya nini? Ni muhimu sana. Hapo ndo kuna utajiri wako. Wakati mwingine unafuatilia, unakimbizana na dunia na vitu vingine, na kusudi lako hujaligusa kabisa. Ninaposema kusudi, si tu kufundisha neno. Kuna mtu ameitwa kupika pilau tu likamtoa kwenye umaskini. Yaani watu watahangaika huku na huku kulitafuta la ladha yako, hawataliona. Umewahi kufikiria umeitwa kwenye eneo gani? Na hapo ndo injili yako inatakiwa iende. Yaani wakikaa wakila wanakumbuka chakula cha mama fulani. Wakimtrace na kumtafuta ni mtu wa Mungu.
Haujahubiri kwa chakula. Ndivyo hivyo Bwana anataka ufanye. Yaani ikusumbue. Kweli hichi ninachokifanya ni kweli Kristo aliniumba kwa ajili ya kukifanya hiki, au ni akili zangu, au ni maisha yamenipeleka huku? Mungu anaweka neema kwenye hilo jambo, anaweka kibali, anaweka utajiri, na vyote unavyovitamani viko hapo. Ni swala tu ya kujua password yako, na password mimi siwezi kukupa. Password iko ndani yako. Anayeweza kuifungua ni Kristo ndani yako. Kwa hiyo tengeneza mahusiano yako na yeye. Tengeneza, rudisha urafiki. Kwa mambo machache tu, ndo umeamka, unamwambia tumeamka, Roho Mtakatifu, ndo tunaenda kujiandaa hivi. Karibu tujiandae wote. Nisiondoke peke yangu. Sio masaa mengi ya kujifungia, hapana. Kwenye mambo machache unayoyafanya kila siku, unapomkaribisha anakuwa karibu na wewe. Kama alikuwa ni mita 1000, anaanza kusogea, kwa sababu unamuita kila itwapo leo, unamuita kila itwapo leo, unamuita kila itwapo, mpaka anakuja kuwa karibu hapa, mpaka utaanza kuisikia harufu yake. Yes, ana harufu. Atakunong'oneza, atakusemesha. Kama mwanadamu ana harufu, kwani idea ya kutengeneza perfume mwanadamu alitoa wapi? Juu. Chochote unachokiona, iwe ni hii madhabahu, chochote, akili alizipata mwanadamu kutoka kwa Mungu, akakitengeneza. Ni zaidi sana na chochote unachotaka kujua kwake, atakupa ufahamu. Kwani waliumbiwa wazungu tu kuvitengeneza? Hapana, hapana. Kuna mahali tumeonewa, kuna mahali tumeonewa. Una uwezo wa kuvumbua kitu kikabadilisha ukoo wako wote, historia, kwa kukubali tu kukaa karibu naye. Macho yako na yatiwe nuru, macho yako na yaone tena. Unajua kuna vitu tumechelewesha kwa sababu watu hawaoni. Mimi mwenyewe sioni, inawezekana kwa ule ukubwa Mungu anaotaka nione. Lakini Bwana anataka tuone. Utatusaidia kwenye jamii ya waaminio. Isiwe tu watokee kwenye jamii zingine. Jamii hii ya waaminio, tuwe na watu majiant kwenye kila eneo. Mungu ndicho anachokitaka. Andika namna unavyoangalia wengine. Kuna namna unavyojiona wewe ndani, alafu kuna namna unavyowatazama watu. Muhimu sana. Namna unavyoangalia wengine. Iliyotoka ilikuwa inasema namna unavyojiona. Hii ya sasa namna unavyoangalia wengine. Unajua, ukishindwa kuangalia watu namna Kristo anavyoangalia, niseme ni dhambi.
kwa sababu wewe una idea yako kichwani, ni kweli huyu ni mtoto mtukutu asikii. Usilishikilie hilo mtukutu asikii. Taka kujua zaidi yeye ni nani, ili usije kujikwaa. Kama Bwana angemwangalia tu Batimayo kama kipofu, si ndio? Maana baada ya Batimayo kuona tena, aligeuka akawa mwanafunzi, si ndio? Andiko linasema hivyo. Angeweza kumwambia wewe ni kipofu, umeshapona, endelea na mambo yako, lakini alimleta kwenye kundi, akampokea. Ndivyo hivyo mimi na wewe tulivyo. Inawezekana katika macho yako mimi ni mtukutu sana, si ndio? Lakini Bwana hataki uniangalie katika jicho hilo. Bwana anataka uangalie watu katika jicho la Kristo. Kama ambavyo unajiona ni mtu mkuu ndani, ndivyo unavyotakiwa kuwaona kila mmoja. Kila mmoja amewekewa ukuu ndani yake, na hujui amewekewa ukuu kwenye eneo gani, na hujui kesho yake ni gani. Umeona uzuri wa Mungu hapo? Itakusaidia usije kujikwaa. Kumbe umejikwaa kwa naibu waziri wa kesho. Na awe na Mungu. Kama hana Mungu akalipiza kisasi, nchi itakuwa ngumu kwako. Wakati Yusufu yuko na ndugu zake, wanaishi pale, wanakula, wanaenda kuchunga, rudi nyumbani, wanakamua maziwa, si wako pamoja? Wanaishi pamoja, wanafua, wakati mwingine wanagombana, wakati mwingine tunasema yule mtoto mtukutu, yaani anajulikanaga. Hawakujua wanaishi na waziri. Wakamtenda walio, mbona muongeze sauti hapo? Wakamtenda waliomtenda na kumuuza na kudanganya kwamba amefanyaje? Amekufa. Maanake watakusingizia, wakakufanyia ubaya wa namna yoyote. Ilete sasa kwenye maisha yako. Ukamfanya huyo ndugu katika Kristo ama ndugu katika familia kwa namna unavyomtenda. Ukamsemea ubaya, ukamsingizia, ukamchukia, wakati mwingine ukamwonea, lakini ukafichwa kitu kilicho ndani yake. Haukujua kama atakuwa msaada mbele. Hii ni kwetu sote na wazazi. Kuna wale watoto ambao kuna namna umeshawaweka. Usifanye hivyo. Kama unachapa, chapa wote. Kama unakaripia, karipia wote. Kama umeamua kunyima ugali, wanyime wote, na wajue mama amekasirika hapa, wote hatuli. Kwa sababu namna unavyomfanya kwa sasa, ukuu hauonekani. Kwa sasa ni mtoto tu, si ndio? Kwa sasa Mungu amekuamini, yupo kwenye hema lako. Lakini kuna mahali Mungu anampeleka. Itakuwa ni huzuni, itakuwa ni kilio. Ni vile uwezi kulia, wanasema watu wazima hawakosei. Watu wazima wanakosea.
mtoto anaporudi akiwa mkuu. Hivi unaweza kuwaza hiyo aibu yake? Yaani badala mtoto wa kusalimia shikamoo mama, wewe ndo mwanangu shikamoo. Kwa nini? Kuna eneo ulivurunda. Ndio maana tunahitaji jicho la rohoni. Katika kila mtoto Mungu kuna namna amemfinyanga. Katika kila mtu Mungu anayekuletea kwako, awe mmekutana aidha kwenye kazi, kwenye biashara, kwenye jamii inayotuzunguka. Ndio maana nasema ni muhimu kuwa na jicho la rohoni, kwa sababu unatakiwa kujua hii anachokifanya hichi ni yeye ama ni roho ndani yake. Naweza kuishi naye vipi? Nimsaidieje? Kwa namna gani? Inawezekana ni wito, labda kama ni wito wa Samsoni. Unajua Samsoni alikuwa stubborn. Nimesoma vizuri pale. Kati ya watoto tukutu na yeye alikuwa ni mtoto tukutu. Lakini ni wito ndo ulimfanya awe hivyo, very aggressive. Sasa ndio una mtoto wa design hiyo, unamwambia hiki afanye. Usioe baba mimi bwana mimi nimependa. Utaniambia nini? Lakini kama una roho ndani yako, atakupa kujua amekupa mtoto wa design gani. Umeona mambo yanavyokuwa marahisi? Hautapishana naye wala kugombana naye, utaacha system ya Mungu ifanye kazi ndani yake. Wewe kazi yako ni kumwombea na kumkabidhi kwa Kristo, damu ya Yesu imfunike anapoenda, ili kusudi la Kristo ndani yake liishi. Unawaangalia vipi watu wa kanisani unaposali nao? Hebu mgeukie jirani yako ambaye hujamzoea kabisa. Kuna watu hata hawasalimiagi. No. Kila mmoja ni special kwa namna yake. Sijui vijana wanasikia? Salimieni watu. Hautapungukiwa kitu usiposalimia. Salimia tu, kwa sababu hujui, na hautapungukiwa chochote. Kipindi naoana na mume wangu tulihamishwa tukaenda Mwanza. Ile jamii ni mpya kabisa kwangu, siwafahamu wala sijui culture zao. Nikasema hapa sina ndugu. Unaelewa, sina ndugu, hata rafiki sina. Inabidi sasa ujichangamshe. Jamani baba shikamoo. Sijui kupiga magoti, bidi mchaga. Ilibidi nijifunze. Inabidi ufanye effort ya kupata ndugu. Usiosema hawanisalimii. Kwa umekaa kwa sababu hawakusalimii. Wakufate. You are not that special. Nimesema kila mtu ana ukuu ndani yake. Sasa ukimwona kila mtu ana ukuu ndani yake, kama vile unavyojiona nafsini mwako, mtazame na nuru. With respect. Kama ambavyo wewe unataka respect, toa respect. Unapenda kupendwa? Penda watu. Mimi napenda zawadi. Yaani napenda. Najua huku ndani napenda, lakini huwa sisemi. Ninachokifanya natoa. Yaani hata kama nikapipi, mimi nitakupa tu.
ndo nilicho nacho kwa wakati huo. Kwa hiyo unajikuta vile unavyotoa vinarudi hata zaidi ya ulivyotoa. Yale unayopenda kufanyiwa, neno linasema hawajasikia. Yale unayopenda kufanyiwa, yale unayopenda kufanyiwa, hiyo ndo Biblia. Tena ni hakika na kweli. Usipende kufanyiwa. Kwanza hamna baraka kwenye kufanyiwa. Fanya, alafu muone Mungu. Katika huo uchache unaona kama hata nionaje nikimpa hiki. Kama ni navunja brand. Yaani kuna hapana, we fanya. Kristo anayeona sirini atakujaza. Shida itakuwa kwa mpokeaji sasa. Akaanza kukinyambua na kuangalia. Hiyo haikuhusu. Wewe umetimiza, ufanyie. Namna unavyoangalia. Ofisini kwako, nyumbani kwako, sijui kazini, kwenye biashara, jamii inayokuzunguka, unawatazamaje? Kwa wafanya biashara tuna Kasumba, mteja anakuja, umeshamwangalia ukakalkuleti hadi akaunti yake. Tuache tena. Au wanaokujaga kama hawaeleweki hao. Sijui niwaambie. Wale ambao wanaonekana hawaeleweki ndio wanakuachia mlungula wa maana, mpaka unajiuliza Mama Kapasi atakuwa shahidi. Unasema amebeba hela zote na hizi ndala. Hao wana ukuu ndani. Sasa treat watu kulingana na ukuu ulio ndani yao. Kwa sababu hujui mahusiano yenu yatawapeleka wapi. Hivi Yusufu asingekuwa na uwezo wa kutafsiri ndoto kule gerezani, angeweza kufika kwa mkuu? Nani angempeleka kwanza? Umeelewa Haijalishi huyo mtu umekutana naye wapi, kwenye daladala, bajaji, pikipiki, sijui mwendo kasi, sijui umetembea, umepishana na mtu kwenye mwendo kasi mkakanyagana, mshaanza kutukanana. Don't do that. Usifanye hivyo kabisa. Kuna namna ya kumapproach mtu na kumwambia ukweli bila kumvunjia, kwa sababu hujui kesho imefumbwa kwenye siri ya Mungu. Na inawezekana mlikanyagana, ndio hapo mkakutana na mkapata na urafiki, mkabadilishana na namba, ndio destiny helper wako. Kuna mahali atakutambulisha. Vipi kama hukumtendea haki? Kuna mtu namsaidia? Kanuni ya uponyaji nimeiona kwa Kristo mwenyewe. Alivyoenda mbele ya mtu na akamuona ni mgonjwa, kwanza alimhurumia.
Huruma haiwezi kuja kama moyo wako ni mbovu. Wala uponyaji hauwezi kufanya kazi na mtu mwenye moyo mbovu. Huruma inatangulia, maana yake ndani yako kuna upendo. Na kama umepungukiwa upendo, tumeambiwa tufanyaje? Tuombe. Mwambie Mungu, nimepungukiwa na upendo ndani yangu. Utawezaje kuniamini, kunionyesha vitu vikubwa? Pendo la Kristo linapomiminwa ndani yako litakufanya waone watu katika vile Kristo anataka waone. Whether umepata cheo ofisini, kwenye eneo hilo la kazi, maana yake Mungu amekuamini kuwa hapo. Fanya wema kwa watu wa chini yako. Tenda wema kwa watu wako. Mungu amekuamini, amekupa. Sijui namsaidia mtu. Wengine walifukuza malaika kwa kuangalia tu vibaya. Mtu amekuja eneo lako la kazi, ana shida, ukapimwa kwenye eneo dogo tu la kutoa msaada, na ni wa kuongea, si msaada wa fedha, lakini namna ulivyompokea, namna ulivyomsemesha, namna ulivyomjibu, paseli aliyokuwa amebeba kwa ajili yako ameondoka nayo. Haleluya. Mungu atusaidie. Mungu atusaidie tuone sawa sawa. Kama kahaba yule aliweza kuona malaika waliokuja nyumbani kwake, si zaidi sana sisi? Unajua Mungu anatupima kwenye vitu vidogo, yale mambo ambayo tunaona ni manyonge. Wakati wewe unasubiria mambo makubwa, yeye anaanzia hapa kwenye udogo. Namna unavyowakarimu watu, namna unavyoongea na watu, namna unavyowajibu, namna unavyowaona. Maana kumuona mtu, sisi tunaweza, si unaniangalia hapa, mimi naweza nisijue unaongea nini ndani, lakini juu Baba anajua. Moja kwa moja ameweka X. Kuna vitu hata kuamini. Sasa kama mtu mzima ana afya, umemwangalia katika macho haya, umemtafakari katika macho haya, akikuletea mtu mwenye kansa na vidonda mwili mzima, umpende, umshike, umwogeshe, umlishe, umvishe, utaweza? Utasema moyo wako na utiwe nuru ya Kristo, uone sawa sawa na vile Kristo anataka uone. Ndipo macho yako yatakapofumbuliwa. Sijui namsaidia mtu. Unajua inabidi tuombe sana kuhusu mioyo yetu, sana sana sana. Unajua wakati mwingine kuna maisha ambayo mtu anakuwa ameyapitia kwenye utoto, ukuaji wake kuendelea.
moyo wake unabadilika, anakuwa mtu gaidi, si ndio? Yaani wazungu wanasema cold heart, yaani moyo wa baridi ambao hauhisi, hausikii maumivu, haujali, hauna huruma, umepoteza upendo, yaani lolote sawa. Mwambie Mungu atengeneze moyo. Mimi sitaki kujua kuhusu background yako. Kristo amekuokoa ili sasa yako iwe nzuri. Hawajasikia. Nyuma ulikotoka inawezekana ulipitia vitu vingi vikakuumiza. Moyo wako ukashika ganzi. Ukaishiwa upendo. Lakini baada ya kuokoka, Roho Mtakatifu yupo kukusaidia au badilishe huo moyo uweze kuhisi vile unavyotakiwa uhisi. Moyo wako ugeuzwe tena uwe wa upya. Utazame vile Kristo anavyotaka utazame. Sasa hiyo kazi ni ya kwako binafsi. Wewe ndio unajua ulipitia vitu vingapi. Wewe ndio unajua umepitia mambo mangapi magumu ya kuumiza moyo. Asipokusaidia Yesu, utajikuta unachukia watu ambao hawajawahi kukuumiza. Sijui mnaelewa watu wa Mungu? Kwa utajikuta hasira zile za nyuma unamalizia kwa watu. Mapito yako ya maisha unamalizia? Hapana. Haitakiwi iwe hivyo. Ninapokuja kwako niwe fresh na mimi nikutazame fresh. Tuanzie hapo. Lakini kama nitakuja na vitu, mizigo yote ya nyuma niliyopitia nikakutwisha wewe, nitakupoteza, nitakuharibu. Tena utazidi kukaa mbali na mimi. Tutaujenga kanisa? Hii iwe kama homework nyumbani. Omba kwa ajili ya moyo wako. Yaani pata nafasi kabisa ya kuombea. Kuna maumivu mengine ni ya siri ya ndani na mengine ulishasahau. Hivi unajua inakuwa ni kama kidonda kiko ndani hakijapona. Muda wowote unalipuka. Mtu akikugusa hivi kidogo umesha react. Kwa nini una react wakati tulikuwa tunaongea kawaida? Maumivu. Bwana anataka kuganga hayo maumivu. Mpe nafasi. Mpe nafasi asafishe maumivu yote uliopitia. Uonevu wa namna yoyote. Mwambie Bwana, nakupa moyo wangu, nipe moyo wako. Moyo wa kuwaonea watu huruma. Moyo wa kuwajali wengine. Moyo wa kuwaona hao watu ni bora. Moyo wa kuwaona watu wazuri machoni pako. Na ukiwaona watu katika mtazamo huo, hakika watafanya mema kwako, kwa sababu ndani yako hakuna hila. Macho yetu na yatiwe nuru. Mwambie Bwana, macho yako hayatie nuru. Kuna watu hawaoni tena. Nilisema mara ya kwanza, Bwana alikuwa anaonyesha vitu vikubwa sana 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 sana. Sio vya familia, si vya kwako, si vya nchi, si vya dunia.
Bwana alikuamini akakupa hayo macho. Mchana wa leo tunaenda kuomba. Ayafanye upya macho yetu, akusaidie uone tena sawa sawa, kwa sababu macho yakitobolewa utajikuta unaona tofauti, unaona kwenye njia ambayo Kristo hataki uyatazamie. Lakini macho yakiona sawa sawa utaona vyema na utafanya vyema. Iwe ni kiu na njaa ya moyo wako, mwambie Bwana, niko hapa, nataka kuona tena kama Batimayo. Mwana wa Daudi unirehemu, mwana wa Daudi unirehemu, mwana wa Daudi unisamehe, mwana wa Daudi unitakase, nioshe kwa macho yangu yakaone tena, kama Yesu ulivyomponya kipofu yule, kama ulivyomponya Batimayo, kama ulivyomponya kipofu yule. Niko hapa, sioni. Mwambie tu ukweli wa moyo wako, sioni kama zamani. Inawezekana nilikuwa napuuzia vitu unavyoniambia, lakini sasa sitapuuzia tena. Nitakuwa makini kuandika, nitakuwa makini. Ni rehemu mwana wa Daudi. Kuna yule kipofu wa tangu kuzaliwa, kama unamkumbuka. Wanafunzi wakamuuliza Yesu, je, ni dhambi zake, dhambi za wazazi wake zimempelekea kuwa hivi? Kwa kuna watu ni vipofu toka kuzaliwa, hawajawahi kuona chochote. Nasikia huzuni. Lakini sio mpango wa Mungu uwe kipofu, hasa wa mambo ya rohoni. Wewe ni mlinzi, mlinzi wa nyumba yako, mlinzi wa kanisa, mlinzi wa taifa, mlinzi wa dunia, mlinzi wa biashara yako, mlinzi wa kazi yako. Bosi kama anasumbua, wewe ndo mlinzi. Chochote kinachoendelea kwenye maisha yako, wewe ni mlinzi. Sasa kama mlinzi macho yake hayaoni, kuna hatari ya kuibiwa, kuna hatari. Mwambie Yesu, mwana wa Daudi, niko hapa. Iwe ni kiu yako moyoni mwako, sema tu maneno hayo: mwana wa Daudi unirehemu, kama Batimayo. Mwana wa Daudi unirehemu, mwana wa Daudi ni rehemu. Nategemea kuona ukifungua kinywa chako. Mwana wa Daudi unirehemu, mwana wa Daudi unisamehe. Inawezekana nilikuwa mkaidi wa maagizo yako. Mwana wa Daudi unisamehe. Omba tu kwa maneno ya kinywa chako, mwambie niko hapa. Ondoa upofu kwenye macho yangu, nataka kuona tena, nataka kuona tena. Hili ndio ombi lako. Bwana, naomba uniamini tena. Nimechoka kuonewa, nimechoka kuonewa. Nataka kuona tena, nataka kuona tena juu ya familia yangu, juu ya watoto wangu. Uliwaleta duniani kwa ajili ya kusudi gani? Nataka kuona tena. Nilianguka dhamini, lakini wewe Bwana ni wa rehema. Umesema unaturehemu, unaweza kurehemu maelfu. Unirehemu namna nilivyokuwa nikiwatazama watu wako wa Mungu, watu wenye ukuu ndani yao. Niliwatazama katika jicho lisilofaa,
lakini macho yangu yalikuwa kipofu. Adui alinigombanisha nao, nikajihesabia haki machoni pako, nikawaona wao si kitu mbele zako. Baba, naomba unirehemu. Tubu tu, omba rehema. Mungu yuko hapa kukurehemu. Mungu yuko hapa kukusamehe. Mungu yuko hapa kurejesha. Huu ni mwaka wetu wa urejesho. Ndivyo inakutaka wewe binafsi uende patakatifu pa patakatifu, uombe rehema, na Bwana yuko hapa kukurejeshea. Omba rehema, mtu wa Mungu. Omba rehema. Mwambie, takasa macho yangu, takasa macho yangu, yameangalia mambo yasiyokufaa. Takasa macho yangu Bwana. Inawezekana nilikuwa nayaangalia sana kwenye simu yangu ya mkononi, lakini Bwana, macho yangu yakawa kipofu, nikashindwa kuona. Nikashindwa kuona njia zako, nikashindwa kuona siri zako, nikashindwa kuona yale makuu uliyoyaficha kwenye dunia hii. Ukanirehemu, ukanionyesha mimi, lakini Bwana sioni tena. Niko hapa kama Batimayo kipofu na kuita Yesu, 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 Yesu mwana wa Daudi unihurumie. Yesu mwana wa Daudi unirehemu. Yesu mwana wa Daudi unitakase. Yesu mwana wa Daudi, nimekosa mimi, nimekosa mbele ya macho yako. Nimekosa, nimepungukiwa na utukufu. Bwana, naomba unirehemu, naomba unitakase, naomba unisamehe, naomba unirehemu. Macho yangu yameangalia mambo yasiyo matakatifu machoni pako. Bwana unirehemu, Bwana unitakase. Mwambie yuko hapa. Ongea na baba yako, mwambie unitakase. Muda wangu mwingi niliupoteza mbali na wewe, nikapoteza mahusiano yangu mimi na wewe. Bwana unitakase tena, unioshe, uniponye, unifungue, unitakase kwa damu yako ya hisopo, nami nitakuwa safi, dhambi zangu zijapokuwa nyekundu. Bwana, umesema utanisamehe, nitakuwa safi kuliko theluji. Nipate kibali tena machoni pako, nipate tena kibali cha kuona siri zako, nipate tena kibali cha kuona moyo wako unawaza nini juu ya kanisa, nijue moyo wako unawaza nini juu ya taifa, nijue moyo wako unawaza nini juu ya maisha yangu, nijue moyo wako unawaza nini juu ya kanisa la mahali pamoja, nijue moyo wako unawaza nini juu ya watumishi wa Mungu. Baba, nisaidie, moyo wangu utakase, macho yangu yatakase. Weka nuru mpya ndani yangu, weka nuru mpya ndani yangu. Nimepungukiwa na utukufu, nimepungukiwa na utukufu. Wewe mfalme wa utukufu, mfalme wa utukufu, ninakuita tena kwenye moyo wangu. Bwana, weka makazi ndani yangu. Ninatubu dhambi zangu zote nilizofanya, ninazozikumbuka na nisizozikumbuka, nilizowaangalia watu wako katika jicho lisilofaa, nikaacha kuona ukuu wako ndani yao. Bwana, ninatubu. Bwana, ninaomba rehema, ukashindwa kuniamini kwa sababu ya moyo mbovu. Baba, ninaomba rehema, uniamini tena, uniamini tena, unitakase tena, unioshe tena, unitumie tena. Mwambie Bwana akuamini tena, akutumie tena, akusafishe tena, kiwa chombo kipya. Yawe macho mapya yakaone yale yaliyo ya sirini. Bwana akakunong'oneze mambo yaliyo ya sirini. Bwana akakuamini kwa mambo yake. Bwana akakuamini kwa uponyaji wake. Bwana akakuamini kwa moyo wake. Bwana akakuamini kwa mafuta mabichi aliyoyaachilia. Bwana akakuamini kwa vazi jipya. Omba rehema, mwambie Mungu, naomba unirehemu. Niko hapa, nimekosa kama Batimayo, nimekuwa kipofu. Bwana, inawezekana ni kipofu wa tangu kuzaliwa, lakini kwa neno lako moja mimi nitapona. Kwa neno lako moja nitaona tena. Kwa neno lako moja moyo wangu utapona. Kwa neno lako moja utaondoa uzio ndani ya macho yangu. Kwa neno lako moja utafuta makosa yangu. Kwa neno lako moja utanirehemu. Kwa neno lako moja utaniamini. Kwa neno lako moja utanitakasa. Mwambie
Mwambie Bwana nitakase, takasa macho yangu, takasa moyo wangu, takasa fahamu zangu, takasa moyo wangu. Moyo wangu una huzuni, moyo wangu una maumivu, sijakuwa mwaminifu kwako. Ninaomba rehema mtakatifu, ninaomba rehema mtakatifu. Nioshe kwa hisopo yako, nami nitakuwa safi. Nitengeneze, nami nitakuwa safi. Niifae familia yangu, niifae taifa langu, nifae dunia, nifae watu wa Mungu, nifae watu wa Mungu duniani kote. Tengeneza moyo wangu, tengeneza macho yangu, nitakase Bwana, takasa Bwana. Ondoa vizuizi, ondoa vizuizi, ondoa ganda lolote linaoficha utukufu wako kwenye maisha yangu. Mwambie Bwana takasa, mwambie Bwana takasa, mwambie Bwana nioshe. Nataka Bwana, nataka kutakasika. Nitakase mfalme wa utukufu, nitakase. Niko hapa mfalme wa utukufu, niamini tena. Mfalme wa utukufu, niamini tena, niamini tena na utajiri wako, niamini na utajiri wa rohoni, niamini na utajiri wa mwilini. Niko hapa Bwana, unitakase, unioshe, unifanye kuwa chombo kipya kitakachofaa, unifanye kuwa chombo kipya kitakachofaa, unifanye kuwa chombo kipya kitakachofaa. Mfalme wa utukufu, 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 ingia malangoni pangu, weka makazi ndani yangu, weka makao ndani yangu, unitakase tena kwa upya. Nipo tayari kusikiliza maagizo yako, niko tayari kusikiliza hatua zako, niko tayari kusikiliza hatua zako Bwana. Nitazihifadhi, nitafanya yale yaliyo ya adili machoni pako. Utukufu wako usiondoke ndani yangu, uwepo wako usipungue ndani yangu, moyo wako usipungue ndani yangu. Nipe kuwapenda watu, nipe kuwaombea watu, nipe kuwatazama katika jicho lako Kristo, nipe kuwaombea bila kuchoka, nipe kulitafakari neno lako siku na mchana, nipe kuzijua siri zako Bwana. Niamini tena Bwana, nitakase tena Bwana, nifanye kuwa chombo kipya Bwana, nifanye kuwa chombo kipya Bwana, niwezeshe Bwana, uniwezeshe. Haya ni maombi yangu, haya ni maombi yangu, haya ni maombi yangu. Kibali machoni pako, yapate kibali machoni pako, yapate kibali machoni pako. Uniamini tena, uniamini tena, uniamini tena, uniamini tena, uniamini tena. Niko tayari, niko tayari, moyo wangu uko wazi mbele zako. Niko tayari, niko tayari, niko tayari Bwana, niko tayari. Niamini, niko tayari, niamini na nguvu zako, niko tayari, niamini na utajiri wako, niko tayari, niamini na uponyaji wako, nipo tayari, niamini na nguvu zako, nipo tayari, niamini na macho yako, nikawatazame watu katika jicho lako. Nipo tayari Roho Mtakatifu. Yes, omba tu, omba tu, omba tu, omba tu. Mwambie afungue macho yako, omba tu, mwambie afungue macho yako, mwambie afungue macho yako.